Katika historia ya binadamu kuna maeneo maalum ambayo yamekuwa yakidaiwa kuwa ni milango ya kuingilia ulimwengu mwingine. Maeneo haya ambayo yamekuwa maarufu kwa hadithi na simulizi za ajabu sana, yanavutia wengi kwa sababu yanatoa picha ya mazingira yanayohusiana na ulimwengu wa ajabu na wa kiroho. Hata wanasayansi na wanahistoria hawawezi kuelezea kwa kina hali ya ajabu inayozungumziwa katika maeneo haya, na mara nyingi hadithi hizi hujaa siri nyingi na maswali ambayo bado hayana majibu kamili mpaka hivi leo. Katika makala hii tutachunguza baadhi ya maeneo maarufu zaidi duniani ambayo yanadai kuwa na milango ya kuingilia ulimwengu mwingine, ingawa sayansi haijapata uthibitisho wa kivitendo wa mambo haya. Lakini hadithi hizi zimeendelea kuwavutia watu wengi, na kila mmoja ana maoni tofauti kuhusu uwepo wa nguvu za ajabu zinazohusiana na maeneo haya. Eneo la kwanza ni eneo la mlima wa Bermuda, the Bermuda Triangle. Mlima wa Bermuda ni moja ya maeneo maarufu duniani yanayodaiwa kuwa na milango ya kuingilia ulimwengu mwingine. Mlima huu uliopo katika eneo la bahari linalozunguka kisiwa cha Bermuda, Florida na Puerto Rico. Katika miaka mingi, eneo hili limekuwa maarufu kwa ajali za siri ambapo meli na ndege zimepotea bila alama wala maelezo yanayoeleweka kisayansi. Wakati mwingine hadithi za watu waliopotea katika eneo hili zinadai kwamba walishuhudia maeneo ya ajabu na milango ya kiroho au ya kisayansi ambayo yanawapeleka kwenye ulimwengu mwingine. Wengine wanadai kwamba Bermuda Triangle ni sehemu ambayo inahusiana na mlango wa kifizikia unaoingia katika dunia ya nje, ambapo matukio ya ajabu kama kuonekana kwa miangaza ya ajabu na kupotea kwa meli na ndege yanahusishwa na athari za kisayansi au za kijiografia. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha madai haya, na wanasayansi wanadai kwamba ajali nyingi zinazotokea hapa ni matokeo ya hali ya hewa mbaya na mzunguko wa bahari. Eneo la pili ni mlima wa Shasta ulio katika jimbo la California nchini Marekani. Pia ni maarufu kwa hadithi zinazosema kuwa ni mojawapo ya mlango wa kwenda ulimwengu mwingine. Mlima huu unajulikana kwa asili yake ya kipekee na mandhari ya ajabu zaidi, na kuna hadithi zinazosema kuwa ni makazi ya viumbe kutoka dunia nyingine. Baadhi ya watu wanadai kuwa waliona mlango wa siri unaozungukwa na miale ya mwanga na kuwaingiza katika ulimwengu wa ajabu ambapo waliweza kuona viumbe wa ajabu na mazingira tofauti. Mwaka wa 1930, mwandishi mmoja maarufu wa vichekesho na hadithi za kisayansi aliandika kuhusu Lemurians, ambayo ni jamii ya viumbe wa ajabu ambao walikuwa wanakaa katika mlima huu. Hadithi hizo zimesababisha watu wengi kudai kuwa mlima wa Shasta ni moja ya maeneo yanayohusiana na ulimwengu mwingine, ambapo kupitia milango ya siri viumbe hawa wanaweza kuingia na kutoka kwa ulimwengu wetu. Eneo la tatu ni eneo la katika Giza la Taos. Giza la Taos ni mji mdogo wa Taos huko New Mexico nchini Marekani. Kuna madai kuwa kuna miale ya ajabu inayohusiana na milango ya kwenda ulimwengu mwingine katika mji huu. Wakati mwingine watu wanaoishi katika eneo hili wamekuwa wakiripoti kusikia milio isiyoelezeka au kuhisi mitetemo ya ardhi inayosababishwa na mlango wa kifizikia. Baadhi ya hadithi zinazozungumziwa katika mji huu zinadai kuwa kuna milango ya siri inayowezesha baadhi ya viumbe au watu kusafiri katika dunia hii na ulimwengu mwingine. Giza la Taos linajulikana kwa sauti ya kipekee inayotokea katika mazingira yake, na bado hakuna maelezo ya kisayansi yanayoelezea ni kwa nini sauti hii inasikika. Wataalamu mbalimbali wamejaribu kutoa maelezo ya kisayansi kuhusu sauti hizi, lakini baadhi ya hadithi zinadai kuwa ni matokeo ya mifumo ya nishati kutoka ulimwengu mwingine ambayo inaruhusu kupenya kati ya ulimwengu wetu na ulimwengu mwingine. Eneo la 4 ni eneo la katika mlima wa Machu Picchu.
Machu Picchu ni mojawapo ya maajabu ya dunia. Pia linajulikana kama sehemu ya ajabu inayohusiana na nguvu za kiroho na maeneo ya siri zaidi ya dunia. Mlima huu uliojengwa na ustaarabu wa Inca unajulikana kwa umbo lake la kipekee na muundo wa jiwe. Hadithi nyingi za kiroho zinadai kuwa Machu Picchu ni mlango wa kuelekea ulimwengu mwingine na kuwa kuna viumbe wa ajabu au roho zinazohusiana na maumbile ya dunia na mbingu. Katika baadhi ya hadithi, watu wameelezea hali ya kushangaza sana walipokuwa kwenye mlima huu, wakisema kuwa waliona miale ya mwanga kutoka ardhini na maeneo yaliyoonekana kuwa ni mlango wa kwenda kwenye ulimwengu mwingine. Ingawa wanasayansi wanachunguza ujenzi wa mlima huu wa Machu Picchu na jinsi ulivyo, lakini bado kuna mengi yasiyoeleweka kuhusu mahali hapa, na hadithi zinazozungumzia ulimwengu mwingine zinazidi kuvutia watu wengi zaidi duniani. Eneo la 5 ni katika mlango wa Uluru. Uluru au Ayers Rock ni jiwe kubwa la asili lililo katikati ya Australia ambalo linahusishwa na tamaduni za Aborigines za Australia. Uluru ni maarufu kwa wingi wa hadithi za kiroho na za kiajabu zinazohusiana na maumbile yake. Kulingana na tamaduni za Aborigine, Uluru ni sehemu muhimu ya hadithi za asili na kuna maoni ya kwamba ni mlango wa kwenda ulimwengu mwingine au sehemu ya kiroho ambapo roho za wapiganaji wa zamani hutembea. Wakati mwingine watu wanaoishi karibu na mlima huu wa Uluru wanasema kuwa wamekuwa wakiona mwanga wa ajabu au miale ya kipekee inayotokea kutoka kwenye mlango huu wa maumbile. Hadithi za kiasili za Aborigine zinadai kuwa Uluru ni kiunganishi kati ya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili ambapo roho za wenyeji wa zamani hupita na kurudi kwa ajili ya kuhifadhi amani na usawa. Maeneo haya yanayodaiwa kuwa ni milango ya kwenda ulimwengu mwingine yanavutia hisia za uchunguzi na tafakari kwa watu wengi sana. Ingawa sayansi haijaweza kutoa majibu kamili au ya kueleweka kuhusu miongoni mwa maeneo haya, lakini hadithi na simulizi za kiroho zinazoletwa na watu wanaoishi au kutembelea maeneo haya zimekuwa sehemu ya urithi wa kipekee. Milango hii ya ajabu inatufundisha kuhusu umuhimu wa siri za asili, nguvu za kiroho na uhusiano wa binadamu na ulimwengu mkubwa zaidi unaoendelea kutuzunguka. Ingawa hatuwezi kusema kwa hakika kuhusu uwepo wa milango ya ulimwengu mwingine, lakini tunaendelea kuwa na maswali ya kuvutia na kufikiria zaidi kuhusu maisha ya ajabu yanayotuzunguka. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.